Hello, habari zenu wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penikia Afya, na leo tunayo mada nzuri sana, na mada yetu ya leo inahusu uchunguzi na matibabu ya hormone imbalance au mvurugiko wa hormones. Na haya ni matibabu yake na uchunguzi, lakini bila uchunguzi huwezi ukapata matibabu kwanza. Kwa hiyo wanawake wengi walikuwa wakipata dalili ambazo nimeshazifundisha sana, na dalili hizo ni hedhi ambazo hazieleweki au zisizoeleweka, lakini kuna uzito wa kuongezeka, kuna chunusi nyingi, kuna uchovu mara kwa mara, lakini pia changamoto za kupata ujauzito zimekuwa ni nyingi zikitokana na changamoto ya hormone imbalance au mvurugiko wa hormones. Lakini watu wengi wamekuwa hawajui kwamba chanzo kinaweza kuwa ni hormone imbalance au mvurugiko wa hormones. Wamekuwa hawajui. Wengine pia wanahisi kama wamerogwa, lakini ukweli ni kwamba hormones kwenye mwili wako ni kila kitu. Hormone kwenye mwili wako ni kila kitu, na hormone inafanya kazi nyingi sana kama nilivyowafundisha kwenye vipindi ambavyo vimepita. Lakini na jambo la muhimu zaidi ni kwamba watu wengi hujaribu kutumia dawa za mitishamba wengine bila kufanya uchunguzi wa wataalamu zaidi. Kwa hiyo unatakiwa upate utaalamu ndio uanze kutumia dawa. Na kwenye video ya leo tutajifunza namna madaktari wanavyogundua hormone imbalance au mvurugiko wa hormones, lakini vipimo vinavyotumika kupima hilo tatizo, na njia mbalimbali za matibabu, hasa tiba ya kutumia njia ya asili ambazo tunazitumia sisi, na njia ni nzuri na salama zaidi. Kaa na sisi hadi mwisho wa kipindi hiki au wa video hii, kwa sababu taarifa hizi zinaweza kusaidia wewe au mtu wako wa karibu sana. Kama sio wewe, basi wewe ni mwanaume, atakuwa mke wako, atakuwa dada yako, atakuwa binti yako, atakuwa mtu yoyote ambaye utaweza kumsaidia kupitia video hii. Na mvurugiko wa hormones ni nini? Kama nilivyowafundisha hapo awali kwa kifupi zaidi, kwamba mvurugiko wa hormones ni hali ambapo mwili unakuwa na kiwango kikubwa sana au kiwango kidogo sana pia cha hormone mwilini. Na kwa mwanamke hormone muhimu sana ni estrogen, progesterone, lakini pia insulin na nyingine nyingi ambazo zinasaidia mwili wako kufanya kazi vizuri au ipasavyo. Lakini kitu kingine, hormones zikivurugika zinaweza kuathiri vitu vingi, ikiwemo hedhi, usingizi, hamu ya chakula, hamu ya tendo la ndoa, lakini ngozi na afya kwa ujumla katika mwili wako. Lakini uchunguzi wa hormone imbalance au mvurugiko wa hormones ni pamoja na daktari kufanya uchunguzi kuhusu kuangalia dalili. Hatua ya kwanza, daktari usikiliza dalili zako wewe pale ambako utakuwa umemwelekeza au umemwelezea, ndipo atajua kwamba hedhi zako zikoje, atakuuliza. Lakini pia tutakuuliza unapata maumivu gani, uzito umebadilika, unalala vizuri, una stress sana, au una changamoto za uzazi. Ndio tutajua kwamba una changamoto ya hormone imbalance. Na majibu haya yatatusaidia sisi kuelewa kwamba changamoto yako ikoje, kwamba hormone zako ziko juu au ziko chini. Tutakusaidia sana kujua. Lakini pia kuna vipimo maalum ambavyo vitakusaidia kugundua tatizo la mvurugiko wa hormones. Na vipimo hivyo ni vipimo vya damu, vinaweza kuangalia kiwango cha estrogen, progesterone, lakini pia testosterone, insulin na hormones nyingine muhimu kwenye mwili wako. Vitakusaidia hivyo vipimo kujua. Lakini vipimo hivi vinakusaidia kuona kama hormones zako ziko kwenye kiwango sahihi au la, kama kiwango kimeshuka au kimepanda zaidi. Na ultrasound pia inapima, lakini ultrasound yenyewe inaangalia ovaries, mfuko wa uzazi na mfumo wa uzazi kwa ujumla. Hii itakusaidia pia lakini pia inaweza kusaidia kugundua matatizo kama uvimbe na viuvimbe vidogo, ovarian cyst na vitu kama hivyo. Lakini kuna vipimo vya thyroid, na hivyo pia vitakusaidia kuangalia pia mtindo wa maisha. Itakusaidia madaktari pia tutakusaidia kukuuliza kujua lishe yako ikoje, usingizi, stress na mazoezi, vitu kama hivyo, ili kujua hormone zako zimekaa kwenye msimamo gani. Lakini kitu kingine tutaangalia kwenye issue ya matibabu ya hormones, kwamba matibabu yanategemea na chanzo cha tatizo lako. Hakuna dawa moja ambayo inatibu
mtu kumaliza changamoto zote za hormones. Tutakutibu kulingana na changamoto yako imesababishwa na vitu gani. Lakini pia unatakiwa mwanamke kupata nafuu kwa kula lishe bora, kufanya mazoezi, kupunguza stress, kupata usingizi wa kutosha, vitu kama hivyo. Lakini pia tutaangalia dawa za hormones ambazo zitaweza kusaidia. Kwa mfano tunayo Penicare ambayo ni dawa nzuri, itakusaidia kurejesha hormones zako sawa, kumaliza changamoto zote za uzazi, uke mkavu, kurejesha hamu ya tendo la ndoa na vitu kama hivyo. Lakini pia tutaangalia dawa hizo zitakusaidia kama niwaambia kurejesha hormones zako. Lakini pia matibabu ya magonjwa yanayosababishwa na matatizo ya sukari, pressure, uvimbe, vitu kama hivyo. Obesity au uzito mkubwa sana itakusaidia kupunguza pia stress, na hizo dawa zitakusaidia pia. Lakini kitu kingine, matibabu utafanya kwa ajili ya kupunguza uzito kama ni lazima. Uzito wako kama utakuwa ni mkubwa zaidi, itakulazimisha pia kupunguza uzito. Kitu kingine ambacho utakifanya ni kushauri. Tuna ushauri wa daktari ambao tutakusaidia kitaalamu zaidi ili uweze kupona tatizo hilo. Lakini kuna mambo ya kuepuka ambayo hautakiwi kuyafanya. Epuka kutumia dawa kiholela, epuka kusikiliza kila mtu ambaye hana utaalamu wa kiafya. Hiyo ni mbaya zaidi, na usichelewe kwenda hospitali pale ambako utaona dalili moja. Usisubiri kupata dalili ya pili na ya tatu. Nihitimishe kwa kusema kama umepata chochote kitu kwenye video hii au umeweza kujifunza zaidi, jitahidi sana kulike, kushare, lakini pia kusubscribe channel yetu ya Penicare Afya ili uendelee kujifunza vitu vizuri zaidi ambavyo vinahusiana na afya yako ya mfumo wako wa uzazi na hormones kiujumla. Karibu sana.